na Allah tabaraka wa taala yuko mbali na wale washirikina, yuko mbali na wale wanaodai ya kwamba Allah yuko kila mahali. Na maana ukisema Allah yuko kila mahali, subhanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ndugu mtazamaji, ikiwa tunaendelea na kikao chetu cha tauhid, kikao adhim, kikao ambacho kinatukumbusha na kutufundisha yale ambayo mwanadamu kwa jumla na hasa Muislamu anafaa kuitakidi katika moyo wake. Ikiwa darsa iliyotangulia tulizungumzia ni nini tauhid, au ni ipi tauhid ya asma wa sifat, tauhidi ambayo inahusiana na majina mtukufu na sifa tukufu za Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi alhamd, wa qadri tuliojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala tulieleza kwa ufupi. Ama leo tutaingia kwa swali la 10 ambalo linasema aina Allah, yuko wapi Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu Muislamu, tega sikio vizuri na uwe ni mwenye kusikiliza kwa mazingatio, na uwe ni mwenye kusikiliza kwa moyo wa kutaka kufahamu na kuijua haki ilipo. Aina Allah? Aljawab, Allahu fawqa al-arshi ala as-samaa. Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya mbingu, yuko amestawi juu ya mbingu, amestawi juu ya arshi, akiwa juu ya mbingu. Allah subhanahu wa ta'ala, arshi iko juu ya mbingu na Allah subhanahu wa ta'ala amestawi juu ya arshi. Dalilu qawluhu ta'ala ar-rahmanu ala al-arshi istawa. Allah subhanahu wa ta'ala amestawi juu ya arshi, ay ala wartafa'a. Na Mtume alayhi salatu wassalam ameeleza katika hadithi bima rawahu al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, qala sallallahu alayhi wa sallam, inna Allaha kataba kitaban. Allah subhanahu wa ta'ala ameandika kitabu, fahuwa indahu fawqa al-arshi, na kitabu hicho kiko juu na Allah subhanahu wa ta'ala, kiko juu kwake katika arshi yake Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu katika imani, dalili hizi zinaonesha kwamba uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya arshi, na dalili ni nyingi katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an akizungumzia malaika, anasema yakhafuna rabbahum min fawqihim, wanamuogopa Mola wao ambaye yupo juu yao. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, wanamuogopa Mola wao ambaye yupo juu yao. Wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala sabbih isma rabbikal a'la, litakase jina la Mola wako ambaye yupo juu. Hizi ni dalili zinaonesha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba Allah yupo juu ya mbingu, amestawi juu ya arshi Allah tabaraka wa ta'ala. Anatakiwa kila Muislamu, ni wajib juu yake kuitakidi haya, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amestawi juu ya arshi. Aqida yoyote mbali na hii ambayo sio aqida sahiha, anatakiwa awe mbali na aqida kama hiyo, awe mbali na kuamini tofauti na haya aliyoyaeleza Allah subhanahu wa ta'ala.
bali dalili nyingine inayoonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya mbingu ni pale Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia mtume wake Isa, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilay, e Musa nitakunyanyua juu kwangu. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza au anamweleza mtume wake Isa alayhi salam atamnyanyua na kumpeleka mbinguni. Hii ni dalili mojawapo katika zile dalili zinazoonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya mbingu. Vipi Muislamu anaitakidi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo kila mahali? Anakuambia Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, na Allah subhanahu wa ta'ala yupo pamoja na ninyi popote mulipo. Kisha akaitafsiri ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo kila mahali. Wali'iyadhu billah, Allah tuweke mbali na aqida mbovu kama hii wanaodai baadhi ya wenye kudai au wanaoitakidi baadhi ya wanaoitakidi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum ay bi'ilmihi wa sam'ihi wa basarihi, yuko pamoja na nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala kwa elimu yake, anajua mnayoyafanya na anayasikia yale yanayoendelea kati yenu, bali Allah subhanahu wa ta'ala anayaona. Ndio huwa ma'akum aina ma kuntum ay bi'ilmihi wa sam'ihi wa basarihi. Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na nyinyi bimaana kwa elimu yake anatambua mnayoyafanya. Allah subhanahu wa ta'ala anaona mnayoyafanya. Allah subhanahu wa ta'ala anasikia kwa yale mnayoyafanya na kuyazungumza. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake Musa, anamwambia mtume wake Musa kwamba mimi niko pamoja na nyinyi, innani ma'akuma asma'u wa ara, mimi niko pamoja na nyinyi nasikia na naona. Hapa amebainisha Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yuko pamoja na waja wake kwa kusikia. Allah subhanahu wa ta'ala anasikia yanayojiri baina ya waja wake, na Allah subhanahu wa ta'ala anaona yale yanayotendeka katika ardhi kama hii na yale wanayoyafanya waja wake. Wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, kwake Allah subhanahu wa ta'ala juu zinapelekwa amali jema kwake Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, tanzilun min ar-rahmani ar-rahim, uteremsho utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an tanzil ni uteremsho, umetokea wapi? Umetokea juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Zote hizi ni dalili zinazoonyesha uwepo wa Allah tabaraka wa ta'ala juu ya mbingu. Yaqulu Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, Ibn al-Qayyim anasema, law talabuna bi alfi dalilin ala anna Allah fawqa as-sama au ala anna Allah fi as-sama, law watataka kutoka kwetu dalili 1000 za kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya mbingu, lajinahum bi alfi dalilin, basi tungewaletea dalili 1000 za kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala fawqa as-samaa ala al-arshi istawa. Na hii ndio fitra aliyomuumba Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu. Ameumbwa katika fitra hii ya kwamba anatambua Mola wake yupo juu ya mbingu. Hata utakapomuuliza mtoto mdogo, umuulize Mwenyezi Mungu yuko wapi ama Allah yuko wapi, atakuinulia kidole na kuonesha juu. Lakini wale watu wa batil, wale ambao wanaona wamesoma sana, wanaweza kutafsiri sana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanaweza kutafsiri na kupindisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio wanaoambia watu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli makan huwa ma'akum aina ma kuntum, wakatafsiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko kila mahali. Waliyadhu billah. Ndio katika imani hizi ni dalili tumeonesha katika Qur'ani na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala zinazoonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya mbingu. Bali ziko dalili nyingi
aamintum man fi samai an yakhsifa bikum al-ard au am amintum man fi samaa an yursila alaykum hasiba. Zote hizi ni dalili za kuonesha Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Allah subhanahu wa ta'ala hayupo kila mahali kama wanavyodai ahlul bid'ah wa ahlul dalal. Miongoni mwa dalili ambazo zimetajwa zimekuja katika hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam ni hadithi iliyokuja kwa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Amesema Mtume alayhi salatu wassalam, ala ta'manuni, hivi hamuniamini mimi? Wa ana aminu man fi sama, na mimi nimeaminiwa kutoka mbinguni, nimeaminiwa na yule aliyeko mbinguni. Amenipa amana, ananipa wahi, ananiteremshia wahi usiku na mchana, analetiwa habari. Mtume alayhi salatu wassalam anasema ala ta'manuni, hivi hamuniamini? Wa ana aminu man fi sama, na mimi nimeaminiwa na yule aliyeko mbinguni. Ni dalili zinaonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko mbinguni. Sijui yule anayedai kwamba Allah yuko kila mahali ana mashiko gani, ana dalili gani, ana viegezo gani vya kuonesha Allah subhanahu wa ta'ala yuko kila mahali? Allah subhanahu wa ta'ala yuko na sisi biilmihi wa sami'ihi wa basarihi. Bali Mtume alayhi salatu wassalam anasema irhamu man fil ardi, irhamu man fil ardi, waoneni huruma waliopo ardhini, yarhamukum man fis sama, atahurumieni aliyeko mbinguni, Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu mtazamaji, ndugu Muislamu, tambua ya kwamba haya anafaa kuyaitakidi Muislamu. Anafaa kuyaitakidi Muislamu kujua kwamba Mola wake yuko wapi, Mola wake yuko wapi. Bali Allah subhanahu wa ta'ala, dalili zote tulizozitaja zinaonesha kwamba Allah tabaraka wa ta'ala yuko juu ya mbingu, amestawi juu ya arshi Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah tabaraka wa ta'ala yuko mbali na wale washirikina, yuko mbali na wale wanaodai ya kwamba Allah yuko kila mahali. Na maana ukisema Allah yuko kila mahali, subhanallah, ina maana utakuwa wewe umedai pia katika hicho choo chako kichafu na hizo sehemu ambazo ni chafu, Allah subhanahu wa ta'ala pia anapatikana. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Allah ametakasika kwa wale wanaosema hawa watu waovu na watu wa batil. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie ni wale wenye kuyasikia ya khairi na wale wenye kuyafuata. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika aqida iliyokuwa sahiha. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atuoneshe batil na tuweze kuepukana na batil hiyo. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.